Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wetu. Mungu ni mwaminifu, anatupa wiki mpya na mwaka mpya wa baraka. Kwa hivyo mwaka umeanza, masiku tumeenda, na leo ningeomba niongee na mtu, nimpe ujasiri, kwa maana mwaka unapoanza, huu mwaka ni mrefu, na mwaka ukiwa mrefu sio kama wiki na wala sio kama mwezi. Kwa ndani ya huu mwaka kuna kitu kimoja naomba mtu akiondoe ndani ya moyo wake. Kuna kitu kinaitwa uoga ambacho naomba mtu aweze kukiondoa katika moyo wake. Na katika maisha ya Wakristo ama watu wengi, hata na wale ambao sio Wakristo, kitu kimoja ambacho kinasumbua watu sana ni kitu ambacho kinaitwa uoga kwenye maisha. Wanaita siwe uoga ni roho ambayo imesumbua watu wengi, na ikiwa uoga uko, hawezi ukapata chochote, hawezi ukafika popote ukiwa na uoga. Kwa maana katika maisha lazima uwe mjasiri, hata pia katika wokovu lazima uwe mjasiri. Wanaita siwe. Kwa leo naomba tuongelee kuhusu uoga, kwa maana tukisoma katika 2 Timothy chapter 1 verse 7, Biblia inasema maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na upendo na ya moyo ya kiasi. Wanaweza siwe. Kwa hivyo Mungu hakutupa roho ya uoga, lakini alitupa roho ya ujasiri ama roho ya nguvu, kumaanisha hakuna kile ambacho kinaweza kuja mbele yako kisiweze. Na ndio maana Biblia inasema kwamba nayaweza mambo yote katika Kristo Yesu anitiaye nguvu. Basi mingi mtu ambaye anahitajishwa na Mungu siku zote anajaza nguvu kila kuchao. Anaweza siwe. Kwa unapoamka unapewa nguvu mpya ya kukumbana na kile ambacho kitakuja mbele yako. Kwa hivyo hakuna nafasi ya uoga, lakini kwa sababu sisi ni wanadamu, ndio maana katika Biblia zawadi pia ama neno uoga imeandikwa zaidi ya mara 300. Mungu alikuwa anajua, na ndio maana kila wakati alishindia kumwambia mwanadamu usiogope, kwa maana alijua uoga ndio sehemu kubwa ya mwanadamu. Kwa hivyo aliishi kumwambia mwanadamu usiogope, usiogope, usiogope. Anaweza siwe. Na mimi naomba kumwambia mtu asubuhi ya leo, najua mwaka uko na changamoto, najua hata hapa tulipo kuna changamoto, lakini naomba nikwambie kwamba usiogope, anakujaza nguvu mpya. Wanaweza siwe. Kwa hivyo hakuna nafasi ya kushindwa, hakuna nafasi ya kushindwa. Kwa hivyo katika safari ambayo tuko nayo ndani ya huu mwaka, ndio mwaka unaanza. Kwa hivyo vile ambavyo mwaka umeanza ni kujua kwamba kwa sababu Mungu kila asubuhi ninapoamka ananijaza nguvu mpya. Kwa hivyo sina nafasi ya kuogopa. Kwa hivyo kile nitakachokumbana nacho nitakuwa na uwezo wa kukikabili, kwa sababu Mungu amekupatia nguvu na Mungu amekupatia uwezo. Biblia inasema hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu ama ya uwezo. Wanaweza siwe ama ujasiri. Kwa hivyo Mungu ametupa ujasiri, ametupa uwezo wa kukabiliana na matatizo yote ambayo tunakutana nayo kwenye maisha. Kila changamoto ambayo tunakutana nazo. Leo hii kuna watu ambao hata tukimaliza mwaka, mtu alikuwa amejawa uoga, hajui kama huu mwaka atakuwepo. Wanaweza siwe. But unafaa kuwa na imani. Na imani ambayo unafaa kuwa nayo ni kwamba kama Yesu Kristo ako ndani yako, haufai kuogopa chochote. Kuna watu walikuwa na uoga mpaka hata uoga ukasababisha mtu akaondolewa. Hayupo.
na sio kwamba alikuwa mbaya, alikuwa mzuri kwenye kazi, lakini kwa sababu ya uoga, maana uoga hautoki kwa Mungu. Uoga hautoki kwa Mungu. So unapojawa na uoga, unajua kwamba hiyo ni roho inayotoka kwa shetani, kwa sababu Mungu anatembeanga na mjasiri. Mungu anatembeanga na mtu mwenye nguvu, na ndio maana unapoamka kama wewe ni mdhaifu, Mungu anakujaza nguvu ili uende utekeleze mahitaji yako. Anakupatia nguvu mpya kila kuchao, maana anahitaji ukuwe mtu wa baraka, anahitaji uende ukafanikiwe, anahitaji uende ukashinde. Majaribio ni mengi, na hata kama majaribio ni mengi, Biblia inasema katika kitabu cha 1 Corinthians 10:13 kwamba majaribio yaliyotupata ni ya kawaida ya mwanadamu. Kwa duniani hakuna jaribio ambalo linakuja kwa mtu, hata kama ni kubwa namna gani, linakuja kulingana na uwezo wa imani yako. Kila jaribio linapokuja, alikuja ni kushinde, kwa sababu unahitaji kushinda. Kuna kitu ambacho huwa tunakiita testimony. Testimony maana yake ni kumaanisha test management, ile test ambayo umekutana nayo kwenye maisha. That's the meaning of the word testimony. Testimony inamaanisha test management, kumaanisha unaweza ukashinda ile jaribio ambalo umekutana nalo. Kwa hivyo wakati nasimama na kusema kwamba natoa ushuhuda, ni kumaanisha umekuwa na uwezo wa kukabiliana na ile jaribio mpaka umeshinda. Kwa hivyo testimony, test management, uko na uwezo wa kukabiliana nalo, na ndio maana baada ya kukabiliana na jaribio lako unakuja kutoa ushuhuda kwa sababu umeshinda. Leo hii hawezi kuwa kwa mfano sio tambarare. Kwa Mkristo ambaye hupenda maisha ya tambarare, huyo sio Mkristo halisi. Haleluya. Amen. Mkristo ambaye hupenda maisha ya tambarare, huyo sio Mkristo halisi. Maana maisha ya Mkristo yamejawa na milima. Lazima upande milima. Na kama upendi milima, ndio wewe hauqualify kuitwa Mkristo. Kwa Mkristo lazima hawe tayari kupanda milima. Kwa kama utakataa milima na kumwambia Mungu niondolee, itakuwa wewe sio Mkristo halisi. Kwa sababu Mkristo halisi anafaa pande milima. Na akikutana na milima sio kumwambia Mungu niondolee, ni kumwambia Mungu nipe nguvu ya kupanda. Haleluya. Nipe nguvu ya kupanda. Maadui wasiwepo wengi katika maisha yako, sio mwambie Mungu ondoa maadui, mwambie Mungu nipe nguvu ya kukabiliana na wao. Kwa sababu leo hii hata kwenye michezo hawezi kaitwa mshindi ukiwa peke yako. Ili kwamba uweze kuwa mshindi, lazima ukuwe na watu wa kushindana na wao. Leo hii wewe unaposema kwamba unapomwomba Mungu kumwambia Mungu niondolee maadui zangu, wakiondolee utashindana na nani? Utaitwa mshindi? Hawezi kuitwa mshindi ukiwa peke yako. Lazima ukuwe na watu wa kushindana na wao. Na ndio maana kama unamwamini Mungu, au maadui hawezi kushinda. Kwa sababu Mungu kila asubuhi anakupatia nguvu ya kushindana na wao. Hawata kushinda hata siku moja. Ndio maana akamwambia Yeremia, watashindana na wewe lakini hawata kushinda. Hawata kuweza. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja na Yeremia. Kwa the same, Mungu ako pamoja na wewe. Hata wakishindana na wewe hawakuwezi. Ndiposa wanafaa wamuone Mungu wako wakati ambapo wanapokuinukia. Wakikuinukia na wewe unatokea kuwa mshindi, kwa sababu Mungu wako anakupatia nguvu ya kupambana. Wanaweza kusiwe. Kwa hivyo zote kwa Mkristo, usiombe kwamba Mungu niondolee maadui, wajenuke nipatie nguvu ya kupambana. Haleluya. Mwambie Mungu akupatie nguvu ya kupambana. Hapo ndio utatokea mshindi. Na hata wao wenyewe, wakati maandiko yanasema kwamba tuwaombee wale wanaotuudhi na tuwaombee maadui zetu, ni kwa sababu lazima hao maadui wajue kwamba Mungu wako ana uwezo. Watajuaje kama umewaombea wakufe? Watajuaje kama wewe ni mshindi? Watajuaje kama Mungu wako anaweza? Lazima waishi na wakishindana na wewe, wakuone unafanikiwa, wakuone unaendelea. Kwanza watasema kweli Mungu wako yupo. Then they have to surrender. Amen. Lazima washuke
wakuachilie uende, lakini usiseme kwamba majaribio yataisha. Majaribio kwa Mkristo yetu yataisha, kwa sababu Kristo ni mtu wa kupambana kila siku. Kwa hivyo ukiwa mtu wa kupambana kila siku, hata ukapata kila kitu, hauwezi kupata kitu ambacho kila siku kitakuwa kinakupeleka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna matatizo mengine utakuwa nayo, Mungu hawezi akaruhusu yakaisha, kwa sababu yakiisha utamsahau Mungu. Kuna wakati Daudi aliomba akamwambia Mungu, nipe mali, nibariki, ili kwamba niweze kujua kwamba wewe ni Mungu wangu, ila usinipe mingi nikakusahau. Kwa hivyo Mkristo ni mtu ambaye anastahili kuwa average, usikose lakini usihangaike. Kwa sababu kuna kiwango ambacho unatafika kwenye maisha ikawa Mungu anaonekana kwenye maisha yako, ila kuna wakati mwingine watu wanakuwa wanauliza Mungu wako wako wapi. Haya ni maisha ya mtu ambaye anatembea na Mungu. Kuna wakati ambapo watu watakuuliza maswali, lakini kuna wakati ambapo watauliza maswali, watakuwa wanaona majibu ya kile ambacho wanataka kuuliza. Kwa mwaka huu umeanza, ndiyo majaribio yako, lakini mwambie Mungu akupe neema na akupe uwezo wa kupambana na kushindana na yale majaribio ambayo yako mbele yako. Hakuna jaribio ambalo ni kubwa kuliko uwezo. Biblia inasema kwamba ndani ya hilo jaribio atafungua na mlango wa kutokea. Hata ruhusu jaribio kuliko uwezo uwezako. Hata ruhusu jaribio kuliko uwezo wako. Ndani ya jaribio atafungua na mlango wa kutokea. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wakati jaribio linapokuja, tayari Mungu ameshafungua mlango. Kwa hivyo jaribu alikuja kwako kukaa permanent. Kwa hivyo ni wewe pambane mpaka ushinde. Amen. Ni wewe pambane mpaka ushinde. Jaribio bado linakuja ni permanent. Linakuja kwa muda. Huo muda jaribu kupambana. Ondoa uoga. Na majaribio ambayo tunakutana nayo, mpaka ukiangalia unasema hapa Mungu ameniacha. Mungu hajakuacha. Haezi ruhusu Mungu akuletee jaribio ama ruhusu jaribio kwako ambalo litakuja ni kushinda, ambalo litakuja ni kumaliza. Hawezi ruhusu. Jaribio likija litakuja kulingana na uwezo wa imani yako. Kwa hivyo utakuwa na uwezo wa kupambana. Kwa hivyo mwaka huu mwambie Mungu, nipe nguvu, nipe uwezo wa kupambana, na utakuwa mshindi. Hawezi kuwa mshindi peke yako, lazima ukuwe na mtu wa kushindana naye. Kwa Mkristo ni mtu ambaye ako mbioni. Mkristo ni mtu ambaye ako kwenye mashindano. Jaribu kumwondoa adui kwenye maisha yako. Tembea na adui yako, hapo ndio utakuwa mshindi. Haleluya. Amen.